Mimi natoka mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania. Tumekuja hapa kama waalikwa kutoka asasi za kiraia, na asasi za kiraia tumekuwa ni wadau wakubwa sana wa maendeleo katika taifa letu, lakini sio tu katika mambo mengine ya maendeleo ya kiserikali, lakini hata vyama vya siasa. Nimesikia kabisa kwamba toka jana mwenyekiti wa chama, leo mwenyekiti wa kamati wametambua sisi asasi za kiraia kama wadau wakubwa sana katika kufanikisha ilani hii. Sasa mnafahamu kabisa kwamba ilani za vyama vya siasa vinatakiwa viweke agenda za wananchi, viweke changamoto za wananchi ambazo wanakwenda kuzifanyia kazi wakishinda uchaguzi. Manake ni kete ya kushindia uchaguzi. Na sisi kama sasa kiraia tumekuwa kile panapokuja na uchaguzi tunaandaa ilani ambazo ni agenda za wananchi. Tunabeba hizo agenda za wananchi, tunaweka kwenye ilani yetu, alafu tunakabidhi kwa vyama vya siasa kabla hawajaandaa ilani zao. Tumefanya hivyo 2015, 2020 na sasa mwaka jana tulifanya hivyo. Vyama vyote vilikuja vikapokea ilani, na CCM kama walivyoeleza wao walitupa nafasi nzuri sana, na tunashukuru kwamba karibu 85% ya vipaumbele vyetu tulivyoweka katika ilani yetu ya asasi za kiraia vimezingatiwa katika ilani hii ya CCM. Katika vipaumbele vikubwa, kwa mfano swala la katiba mpya, kwetu ilikuwa kipaumbele namba 1. Tunashukuru kwamba na lenyewe sasa hivi limewekwa kama ni agenda mojawapo ya uchaguzi kuelekea kwenye serikali mpya itakayoundwa baada ya uchaguzi. Hilo ni jambo kubwa ambalo sisi tumekuwa tukilisema, kwa sababu mtakumbuka tulikuwa na mchakato wa katiba takriban miaka 10 iliyopita, likasimama. Tulitumia rasilimali nyingi, wananchi walikuwa na kiu katiba mpya. Lakini sasa tumeona sisi wamekubali, wamechukua, na tuwatakie kila laheri kwenye uchaguzi. Kama wakishinda basi wakatekeleze yale ambayo wameyaweka. Mambo mengine ni swala la demokrasia, limesikia imetajwa, uhuru wa habari kama nyinyi sisi tumebeba, asasi za kiraia, masuala ya kupambana na rushwa, uchumi shirikishi, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, hayo yote. Kwa ujumla ilani imebeba mambo ambayo sisi tulidhani ni ya msingi sana yakazingatiwa na vyama vya siasa. Kwa hiyo tumeona ilani hii ya chama cha kwanza kilichozindua, tutakwenda kwenye vyama vingine, tutaona, na kwa sababu ni uchaguzi hatujui nani anashinda. Kwa hiyo ndio maana tunapeleka kwa vyama vyote. Ikitokea chama kimeshinda na vimebeba haya mambo kwenye agenda yetu, sisi tutakuwa tunawauliza kwamba mliweka hii kwenye ilani, imetekelezwaje? Swala la katiba mpya ni swala ambalo kwa kweli chama ambacho kinakwenda kuomba kura kwa wananchi lazima wabebe kama agenda, na baada ya kushinda, kama chama kitakachoshinda, watu hakikishie tunamaliza mchakato huu, kwa sababu tumechukua muda mrefu sana. Kwa hiyo ni turufu katika agenda ambayo chama chochote kikibeba vizuri kwenye uchaguzi huu lazima kitoke kidedea, kwa sababu ni shauku kubwa ya Watanzania kuona kwamba tunakamilisha mchakato wetu huo na tunakwenda vizuri. Lakini kwa ujumla sisi kama asasi za kiraia ni wadau wakubwa wa maendeleo, na tunashukuru kwamba tumezingatiwa, tumetambuliwa, na vyama vingine tunaamini vitaendelea kuwa na sisi, vitatambua mapendekezo tuliyowapa. Lakini kikubwa kwenye maboresho ambayo tunayataka, mifumo ya uchaguzi sasa isiwe inachukua tu wanasiasa. Uganda wana wabunge karibu 69 ambao watokana na vyama vya siasa. Tunataka na sisi huko mbele tuwe na mfumo ambao utakuwa unachagua wabunge wengine ambao watokana na vyama vya siasa. Na ukiona kwa mfano sasa hivi tunaye mbunge wetu wa NGO ambao anatokana na sisi. Kwanza tunamshukuru sana kwa sababu amefanya vitu vingi sana. Amefanya mambo mengi sana. Katika wabunge wote waliowahi kuteuliwa kuhusu NGO, huyu ndio mbunge wa kwanza ambaye amekuwa karibu na sisi. Amefanya mambo mengi. Kwa kweli rais hakukosea kumteua, na kama ataweza kumleta tena baada ya Oktoba tuletee tena, kwa sababu ametufaa, ametukua na sisi karibu sana, ametusemea mambo mengi ya asasi za kiraia. Kwa hiyo ni mchakato ambao kwa kweli vyama vingine kama vitafanikiwa kuchukua dola waendeleze, lakini sisi tunachotaka hii ya kutoka kwenye vyama tuondokane nayo, tuwe na mfumo ambao utachukua wabunge ambao wanatoka kwenye makundi mbalimbali, kwa mfano makundi ya habari, sisi asasi za kiraia, taasisi za dini, twende bungeni kwa kuwasikilisha taasisi zetu na sio tena tufungamane na vyama vya siasa. Kwa ufupi tunashukuru, ilani tumeiona ina mambo mengi yaliyosheheni. Nadhani ni jukumu lao sasa kwenda kuinadi vizuri kwa wananchi, na endapo chama hiki kitafanikiwa kushinda basi wakatekeleze, na wakitekeleza haya Tanzania itapaa kimaendeleo, kiuchumi, lakini pia katika masuala ya utawala bora, kwa sababu katiba mpya ikija itatatua mambo mengi sana ya utawala bora, haki za binadamu na mambo yote ya demokrasia katika taifa letu. Asante. Sawa.